Shilombe wajiandae. Mheshimiwa Mwenyekiti, na mimi nikushukuru kwa kunipa fursa ya kuzungumza kwenye bunge letu tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwanza kwa kumshukuru sana, kumpongeza sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa hotuba nzuri ya kibajeti, lakini vile vile ya mwelekeo wa kisera kwa serikali. Na niungane nayo katika kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri kwa kutuletea maendeleo, lakini vile vile kuonyesha dira ya mwelekeo katika taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini lingine vile vile nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutupa watendaji wazuri sana katika mkoa wetu wa Simiyu. Tuna mkuu wa mkoa mwenye weledi wa hali ya juu sana, Mheshimiwa Macha, lakini vile vile katika nalasi wetu, lakini vile vile katika level ya wilaya, mkuu wetu wa wilaya Bwana Simalenga, lakini na Dedi ndugu yetu Halidi, wanafanya kazi nzuri sana ya kumwakilisha Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, ningetaka nijielekeze zaidi kwenye kutoa shukrani. Wananchi wa wilaya Bariadi vijijini wamenituma hapa nitoe shukrani zao za dhati kabisa katika maendeleo ambayo tumekuwa nayo kwa upande wa miundombinu ya elimu. Tunafanya vizuri sana kwa shule za sekondari, shule za msingi, lakini vile vile kwa upande wa miundombinu ya afya tuna vituo vya afya 4 kwa sasa hivi. Tunajua kwamba sera ya serikali ni kuwa na kituo cha afya kwa kila kata, lakini tunaamini tumeanza na mwanzo mzuri. Tuna vituo 4 sasa hivi ambao vimekuwa registered, lakini kuna vingine viwili vinajengwa, na tuna zahanati 40. Ukiangalia katika kata zetu 21 unaweza kuona kwa karibu kila kata ina zahanati 2, lakini huo ni mwanzo mzuri. Tunaamini kwamba maendeleo ni hatua. Lakini vile vile Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefaidika sana katika ahadi ya Mheshimiwa Rais ya siku 100. Sisi tulipata wafanyakazi 113, si haba. Kwa upande wa afya wafanyakazi karibu 67, lakini kwa walimu wafanyakazi 27, na tunashukuru sana TAMISEMI kwa hilo. Lakini vile kama 15. Kwa hiyo tutongoji kama 100, na kwa mwanzo huu kwa kweli ubunge wangu huu mpya unaanza vizuri Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini vile vile kuna hii swala la bilioni 200 najua nimezungumziwa. Sisi tunajiandaa katika kama jimbo kuhakikisha kwamba tunafaidika, kwa maana kuwasaidia vijana kwenye maandiko, na hilo kama mbunge nilishajitolea kwamba moja kwa vijana kuhakikisha kwamba tunakuwa na andiko ambalo linaweza kuwa na mashiko ya kupata zile pesa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa huduma mpaka sasa hivi ndani ya jimbo letu tumefaidika sana, kwa maana tunakaya mpaka sasa hivi 7,011 tayari zimeshapata namba na kupata zile kadi, na hili zoezi linaendelea. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa Mheshimiwa Rais kwa zoezi hili, na naamini kwamba litatoa nafuu kubwa sana kwa wananchi. Lakini vile vile sisi kwa wakulima wetu, lakini ujenzi wa majosho kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, haya ni mambo ambayo ni lazima tuyashukuru na kuonyesha kwamba serikali inafanya kazi kubwa sana. Zipo changamoto ambao Profesa TAMISEMI ni vizuri mkazielewa. Mkipita kule muwe mnajiongeza kidogo kwenda kwenye mashule. Tuna changamoto kubwa sana ya madawati. Sasa hili katika mkono wa serikali hili. Na ni vizuri kwamba tunapokuwa tunaongeza madarasa, nafikiri kwa ni package. Tusijenge darasa tu bila kufikiria madawati. Tusijenge darasa bila kufikiria matundu ya vyoo au vyoo. Nafikiri tukiwa tunaongeza madarasa lakini hatufikirii upande mwingine, tunaongeza crisis. Lakini kuna jambo lingine ambalo ni very common, na najua inawezekana kwa waheshimiwa bunge na wenyewe watakuwa nao hili. Tunaje katika mkoa na pengine zimekuja tumekuwa wafaidika kubwa sana ya shule za wasichana. Karibu nafikiri bilioni 4 plus. Lakini unakuta ujenzi ule inajengwa shule ya wasichana haina fence. Sasa hili nafikiri Mheshimiwa Mwenyekiti halijakaa vizuri sana. Na najua sio kwetu tu, kwa research ni walifanya karibu shule zote ambazo zimejengwa zinakuwa zina fence. Haileti mantiki kuwa na mradi wa bilioni 4 alafu kashindwa kujenga fence ya milioni 100. Kitu ambacho kingeweza tu kukua negotiated humo ndani katika ujenzi kwa kandarasi ambao ni wazao wakalifanyia hilo. So Mheshimiwa Mwenyekiti,
kama nilivyosema kwamba speech hii ni na mwenzangu ametangulia mheshimiwa mbunge, inatoa mwelekeo wa kisera, lakini vile kwa maana ya bajeti ya kwanza katika utekelezaji wa dira yetu 2050 na ndio mwanzo wa kuanza kuendea uchumi wa trilioni 1. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, hili ni jambo kubwa sana katika taifa letu ambalo tumejiwekea shabaha, na ni lazima hata katika tunavyofikiria katika utendaji wetu au katika approach yetu ya kufikiria namna tunavyoweza kufanya kazi ibadilike. Kwa mfano upande wa barabara, najua sasa kwa maana ya ngazi ya mikoa tunaunganisha, tumebakiza sehemu ndogo sana, lakini vizuri vile vile sasa wakati tunasema tuunganishe wilaya na mkoa, ni vizuri vile vile kama taifa tukajielekeza kufungua zile barabara ambazo zinaunganisha kanda. Kwa sisi watu wa Simiyu tuna barabara ambayo imetajwa na mheshimiwa hapo, ambayo inatokea Magu kwa maana ya Salama, Nguliati, nenda Itilima, Ngwandoya, Kisesa, Meatu, na kwa ndugu zetu Singida kwa mheshimiwa waziri mkuu Ilamba. Hii barabara sio tu ni kwa Simiyu, unazungumzia Mara, Mwanza, Simiyu, Shinyanga, Singida, lakini inaenda kuunganisha vivyo na kaskazini. Kwa hiyo ni barabara muhimu sana, na najua kwa upande wa kusini wenyewe na barabara zao ni muhimu sana, tukajielekeza kufungua kanda kwa ajili ya kiuchumi. Mheshimiwa mwenyekiti, jambo lingine ambalo nataka nizungumzie hapa, ambalo nimezungumzwa na waheshimiwa wengi, ni hili swala la mafuta. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza tumshukuru sana Mheshimiwa Spika kwa sababu alitolea maelekezo siku ya kwanza, na najua mpaka sasa serikali inafanya kazi nzuri sana kuona kwamba tunaendaje. Lakini jambo ambalo nataka kuwakumbusha tu Watanzania ni jambo moja. Swala la mafuta likuanza leo. Mwaka 1951 mpaka 1954 tulikuwa na crisis ya mafuta. Kwa wale ambao wanasoma historia, nilikuwa sijaizaliwa wakati, lakini historia inaonyesha kwamba kulikuwa na Badani crisis. Kulikuwa na tatizo kubwa sana. Mwaka 1973 tulikuwa na crisis ya mafuta kwa ajili ya nchi za OPEC, kulikuwa na mgogoro mkubwa sana na Marekani. Lakini mwaka 1979 tulikuwa na crisis nyingine tena ya mafuta kutokana na Iranian Revolution. Lakini mwaka 1990 kwa wale ambao wanafuatilia historia, tulikuwa na mambo ya Kuwait, Iraq kuivamia Kuwait. Tulikuwa na crisis nyingine. Miaka ya 2000 tulikuwa na crisis kati ya 2003 mpaka 2008. Lakini mwaka 2021-2023 tulikuwa na COVID, baadaye vita Ukraine vikaongeza tatizo hilo. Na sasa hivi tuna tatizo hili la Israeli, Marekani. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, nachotaka kusema ni nini hapa? Crisis ni namna tunaweza kuchukua, lakini inatupa mwanya wa kufikiria tofauti. Kama taifa ni muhimu sana tukaanza kufikiria kuwa na reserve ya mafuta. Na Mheshimiwa Rais katika hili ameonyesha mwanga mzuri sana. Tunajenga farm tank pale Dar es Salaam, lakini kwa zingine ziko Mtwara. Zile ni kwa ajili ya storage. Lakini kama taifa ni lazima tuanze kufikiria kwa mawazo, tuwe na reserve ya mafuta. Tunaweza tukaanza na miezi 3, lakini baadaye tukaenda miezi 6. Ni kwa nini mheshimiwa mwenyekiti ni muhimu sana? Tunapokuwa na dira tunapoiendea hii dira yetu 2050, growth yetu ambayo tuna project lazima iwe kwenye 10+. Maana yake hatuwezi kuafford shocks kwenye uchumi wetu za mara kwa mara au 100%. At least lazima tujikave maybe 40% au 50%. Kwa ni lazima tuwe na reserve. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu katika ile atusaidie kucoordinate, kwa sababu tusianze na kufikiria fedha. Tuanze na mawazo. Kwa namna yoyote, nature ya mafuta obvious hata financing yake itakuwa ni evolving. Haitakuwa pesa za kwamba unaziweka pale zitakuwa zinarudi. Kwa maana ya kujumuisha private sector tunaweza likawezekana hili. Lakini kuna lingine ambayo mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri Mkuu alitolea maelekezo kwa maana ya Wizara ya Ujenzi na Wizara ya Nishati wakae chini kutafuta specification kwa ajili ya equipment zetu au vyombo vyetu vya serikali vianze kuona namna ya kutumia either gesi au umeme. Hii ni maelekezo mazuri sana, lakini ningependa tuende zaidi. Lazima kama taifa tujiwekee mpango
kwamba tunaanza pengine usafiri wetu wa public mabasi haya pengine ndani ya miaka 10-15 tuone 50% au 70% tuanze kutumia eza gesi au umeme ama mabasi haya. Hiyo itaongeza inapotokea crisis kuwa na tatizo kubwa ndani ya nchi. Lakini la pili, tuangalie kuanza na serikali magari yetu, kwa sababu kama tukijipa miaka 10-15 tuna uwezo mkubwa wa kujenga miundombinu kwenye barabara zetu hizi, ili tuanze kutumia umeme, tuanze kutumia gesi. Maana yake nini? Maana yake tunapokuwa na tatizo hili, na kwa statistic ambayo nimetoa mheshimiwa mwenyekiti, ni obvious kwamba is another thing coming. Yaani tatizo hili tutakuwa nalo tena. Kwa hiyo ni lazima kama taifa tuangalie namna ya kupunguza ukali. La mwisho mheshimiwa mwenyekiti, na pengine katika funding yake tunaweza kuangalia, tuna reserve sasa hivi ya madini. Tunaweza tukaunganisha na hii namna ya kufanya create reserve ya mafuta kwa kutumia reserve yetu ya madini bila hata kuuza. Lakini lingine la mwisho mheshimiwa mwenyekiti, hili ni vizuri nikalizungumza, ni kuhusu madini. Tuna GST, tuna mamlaka ya madini. GST kazi yao kubwa ni kufanya research au kuangalia indicative kama sehemu gani kuna madini, halafu tufanye exploration ya ndani zaidi ili kujua yale madini yako kiasi gani kwenda juu. Sasa kuna shida moja, GST ukiangalia yuko less funded, hawezi kufanya hiyo kazi. Lakini kuna mamlaka ya madini ambao wanakusanya zaidi ya trilioni 1 kwa mwaka. Sasa ni swala la kuangalia, kuna mambo mawili unaweza kufanya. La kwanza, mnaweza mkasema kwamba pesa inayokusanywa kiasi mamlaka ya madini ifund GST iweze kufanya exploration zaidi. La pili, GST kama inaonekana ni ndogo sana, iwe party ya either iwe ni subsidiary company ya mamlaka ya authority au iwe department ndani ya authority ili iweze kufund, kwa sababu mategemeo yetu ya kupata madini zaidi, na sasa tunazungumzia 16% tu ndio tumefanya utafiti. Kwa hiyo tuna potential kubwa sana. Sasa tusipoifund GST maana yake hatuwezi kufika huko. Lakini la pili ambalo nimezungumzia, Mheshimiwa Mavunde nimemfahamu kwa muda kidogo. Na bahati nzuri sana Mheshimiwa Mavunde amekuwa advocate mkubwa wa wachimbaji wadogo. Miaka ile 15 iliyopita nilikuwa mkurugenzi benki walikuja kufuatilia, anatafutia wachimba madini wadogo fedha. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni sahihi katika sekta hii, kwa sababu ameiviwa miaka mingi sana. Lakini jambo ambalo ningeanza kuomba watu wa madini mtusaidie, na sisi asibishisha watu wa vijijini, mnapokuta watu wa vijijini wananchi wamegundua aidha kwa kupiga ramli au kwa namna nyingine yoyote ile wako 1000 2000, msiwaondoe, wafanyeni utaratibu wawe wachimbaji pale. Nyinyi serikali kwa sababu mna muscles, mkatafute exploration sehemu zingine, kwa sababu hii inatuletea kelele kubwa. Mheshimiwa mwenyekiti, baada ya kuzungumza Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuunga mkono hoja. Asante sana kwa kunivumilia Mheshimiwa mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Masanja Kadogosa. Mheshimiwa Moshi.